Naam. Fungua nami katika kitabu cha Marko, ukipenda Mark, sura yake ni ya 5. Tusome mstari wa 25 hadi 28. Marko sura yake ya 5 mstari wa 25 hadi 28. Mark chapter 5 verse 25 to verse 28. Biblia inasema hivi: mara chemichemi ya damu yake ikakauka, akajisikia mwilini mwake kwamba ameponywa ugonjwa. Naam, nimeanzia 29, samahani, 25. Biblia inasema hivi: mmoja wapo alikuwa mwanamke mwenye ugonjwa wa kutokwa damu kwa muda wa miaka 12. Mwanamke huyo alikuwa amekwisha sumbuka sana kuwaendea waganga wengi, na ingawa alikuwa amekwisha tumia mali yake yote, hakupata nafuu, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. 27. Alikuwa amesikia habari za Yesu, na hivyo akaupenya msongamano wa watu kutoka nyuma, akagusa vazi lake. Alifanya hivyo maana alijisemea, nikigusa tu vazi lake nitapona. Naam, wengi tunajua hadithi ya huyu mama, vile ambavyo alikuwa ametokwa na damu kwa muda mrefu, na akafika mahali, kilichofanyika ni kwamba of course akatumia hela zake zote, mali yake akauza. You know, when you're not feeling well you can sell anything. Ukiwa na gari utauza ndio uweze kupata matibabu. Kama utaambiwa fulani ukienda pahali fulani utapata matibabu, hata kama ni expensive vipi. Watu wanatoka humu nchini wanaenda kule India, watu wanatoka humu nchini wanaenda kule wherever, kule mbalimbali tu ili kupokea matibabu. Waenda Afrika Kusini, waenda wapi ili apate matibabu. Kisa na maana ni kwa sababu anataka mwili akapate kuwa na afya nzuri, akapate kuwa ako sawa. Maana wakati ambapo mwili unauma, hata ukiwa na pesa hazina utamu, hata ukiwa na gari kubwa haina utamu, hata uwe na ndege haina utamu, hata uwe na shamba kubwa haina utamu, mradi afya iko sawa. Kwa hivyo jambo muhimu pale ni afya iwe sawa. And of course tunaongea kuhusu afya ya kiasili. Je, afya yako ya kiroho iko vipi? Upata kujua kwamba pia hizi vitu zitakuwa ni bure iwapo pia nawe wakimbilie mali ya ulimwengu huu ukisahau kutunza roho yako. Anyway, sio ujumbe wa leo, acha tuachane pale, lakini make sure tutafute ufalme kwanza. Haya mengine yote tutaweza kuzidishiwa. Anyway, wacha tuendelee na andiko letu. Napotafakari kuhusu huyu mwanadada, akafika mahali akasikia. Akafanya nini? Akasikia kwamba Yesu anapita. Alipata tu habari, alisikia, sijui alisikia kutoka wapi, lakini ukisoma maandiko Biblia inasema kwamba alikuwa ametutumia mali yake yote na bla bla bla. Alikuwa amesikia habari za Yesu, na hivyo basi akaupenya msongamano. Maana alisikia habari za Yesu kwamba Yesu anapitia hapa. Yesu akajua kwamba anapita hivi, anakuja, atakula mtano hapa na kadhalika. Kwa hivyo licha kwamba alikuwa kule nyuma na jua alisikia habari ya Yesu, akaamua kupenyeza kwenye mkutano. Nyakati hizo mwanamke ambaye anatokwa na damu hivyo alikuwa ni kama abomination, ilikuwa ni kama ni jambo ambalo si nzuri. Haifai ukae mbele ya watu, haifai uguze watu, haifai, kuna mambo mengi tu kulingana na sheria za nyakati hizo. Lakini alihakikisha kwamba akapenyeza mdogo mdogo mpaka akafika kule mbele. Na nikawa natafakari tu katika kule kusikia habari ya Yesu yupo, kwamba licha ya yale ambayo alikuwa amepitia kwa muda mrefu, miaka nyingi, Mungu aliandaa opportunity ambapo Yesu alikuwa yupo katika eneo lake ili yeye aweze kupata uponyaji wake. Alisikia habari kwamba Yesu yupo. That was an opportunity that created itself. Kuna opportunity ilijileta. And do you know what? Hata katika hali hiyo unayopitia, hata katika machungu unayopitia, hata katika shida zote zile, hata iwe nini, there is an opportunity. God creates an opportunity for us. Ndiposa Biblia inasema hivi kwamba hata majaribu yawe mengi, of course na paraphrase tu, hata yakiwa mengi aje yanakujia, Mungu pamoja na hayo yote atakufanyia njia. Hata ruhusu majaribu yaje yanayokuzidi nguvu, ila katika hayo yote atakufanyia njia ya kuponyoka. Na njia yenyewe ni ipi? Ni opportunity.
in every calamity, in every problem, in every disaster, there is that opportunity. Do you know, hata wakati huu tunapolia corona na kadhalika, kuna mtu wakati wa corona ndiye alipata opportunity. Sisemi wale wa kuiba. Wa kuiba chana nao. Naongea kuhusu mtu ambaye aliangalia kaona hii hapa opportunity. Niguzie mmoja. Unakumbuka yule kijana ni wa Ruai ama ni wa Kiambu ambaye basi walikuwa wanatengeneza zile vitanda za wagonjwa, watu kulalia wakiwa wagonjwa. Alipata opportunity na akaitishwa, akapewa order ya kutengeneza vitanda 500. Hizo ni milioni kadhaa za pesa. Vitanda 500 na President Uhuru Kenyatta. You can imagine. Akapata opportunity. Ni wakati wa corona ndipo sasa akapata hiyo opportunity. Ni watu wangapi, let me not talk about all of them, ni watu wangapi ambao wamepata opportunity katika msimu wa corona? Wakati wengine wanalia, iko hivi, tumefutwa kazi, mambo yamekuwa ngumu. Kuna mwingine anasema, guy, nashukuru Mungu kwamba hata corona ilitokea. Sifurahi kwamba watu walikufa, lakini nashukuru kwamba ilitokea, ndipo sasa nikapata opportunity. Kuna watu, mtu amepata amepata mke kwa sababu ya hii corona. Maana kama watu wangeji quarantine, wajiweke kwa manyumba zao, watoki, majirani hawako wanakutana, walikuwa wanatoka asubuhi mapema kabla kuna giza, wanarudi usiku. Kwa hivyo wakati watu ilibidi wakae nyumbani. Kwa hivyo kwa kule kaa nyumbani, agundua kumbe kuna jirani hapa ambaye ana roho safi hivi. Kumbe anaweza kuwa mke mzuri ama anaweza kuwa mume mzuri. Hivyo wakapatana. Hivi msimu wa corona. Kwa hivyo in everything there is an opportunity. God creates an opportunity. Of course, pia yafaa kuwe makini sana, maana shetani pia analeta counterfeit. Lakini yafaa kuwe makini ukiwa kiroho, ukiwa very sensitive in the spirit, maana kutakuwa na confirmation. Maana mbona niseme hivyo? Huyu mandada aliposikia habari kwamba kuna Yesu na akaamua kusizi opportunity, akaenda kule na akasikia sauti akijiambia ndani mwake, akasikia tu sauti inamwambia ndani mwake kwamba in case niende niguze tu vazi lake hivi nitapona. You see, confirmation. Alipata habari na ikakonfirmia kwamba ukiguza tu vazi lake utapona, na kweli alipoguza vazi la Yesu alipona. Pendo msikilizaji, sijui ni lipi ambalo wapitia. There is that opportunity ambayo Mungu amekusudia. And if you seize that opportunity, there are gonna be a turnaround. Vitu zitabadilika. Wale ambao walikuwa wanakuchukia watafika mahali wapijibada wanakupenda tu. Wale ambao walikuwa wanafikiria, unasema mimi isha sina matumaini tena. Do you know, vitu vinaweza vikabadilika. Na acha nikwambie pia, kuna wale ambao walikuwa wanajua wamekuweka kwa write off. Wanajua huyu ni ovyo, huyu hizi tusaidia, hana msaada wote. Mungu anaweza kabadilika, au watu wakakuja kutegemea. Wakafika mahali wakaona huyu tulikuwa na mkatatu lakini ni mtu wa maana. Yani perception ikabadilika na vile vile status ikabadilika. Wacha nikwambie, usije ukakata tamaa asubuhi ya leo. Na hisi kuna mtu anahisi kata tamaa. Kisa na maana ni kwa sababu anaona hana opportunity yoyote, hajaisoma, mambo yamemwendea mrama mpaka anauliza Mungu, God, mbona uliruhusu nipitie mambo kama haya? Mbona uliruhusu nizaliwe? Anauliza maswali. Lakini wacha nikwambie, usiulize maswali, achana nayo. Maana there is that opportunity. Either ishafika sasa hivi ama iko njiani yaja. Lako tu kufanya ni uombe, ama tuombe sote kwa pamoja kwamba itakapokuja tupate kuitambua ndio hii, tupate kuona hizo confirmation, tupate kujua kwamba huyu ni Mungu. Maana kuna wakati Yesu alipofufuka alitembelea mji, hawakutambua Yesu yupo mpaka alipokuwa akiondoka, ndipo wakatambua haya, kwani huyu alikuwa ni Yesu. Yani mnatambua wakati hiyo opportunity imeenda. No. That is not our portion. Mungu atusaidie that tutambue hiyo opportunity wakati inapofika, that we may seize that opportunity and go to another level in Jesus name. There is that one opportunity ambayo ukiitumia vizuri, ukiitambua na utumie vizuri, see that opportunity, your life will never be the same again. Utachange, utabadilika. Mungu akusaidie, Mungu anisaidie. Na mifano mingi tunaweza toa, lakini kwa ajili ya muda niruhusu nikwambie hivi kwamba katika yote kuna opportunity. Usikate tamaa, usio kulia tu, bali angalia hiyo katika hali ambayo unapitia, angalia tu kale opportunity ambako kako. Use that opportunity. That is a door open for you ambao Mungu amekusudia. Usikate tamaa. Wewe ambaye ulikuwa 50-50 unashaka nitafanyaje? Kuna hiyo opportunity, itumie vema and all shall be well in Jesus name. Baba, nakushukuru kwa wema wako, nasema asante kwa uaminifu wako. Wewe ni Mungu mkuu, unaweza yote. Baba, nakushukuru kwa hiyo opportunity ambayo umekusudia kwa ajili yetu. Naomba kwamba Bwana tusaidie, tuitambue na tuweze kuitumia pasavyo, na zaidi ya yote tupe confirmation kama ni yako Baba, ili tusienende kinyume na mapenzi yako, bali Mungu tuenende sawia na makusudi yako. Asante Bwana, maana wewe ni mweza. Katika jina la Yesu naomba,
Amen. Mungu akutende wema pote pale ulipo. Yule ambaye anatazama kwenye YouTube, make sure chini ya video hii kuna neno subscribe, alafu click the notification bell ili kuwe notified, itakuwa vema zaidi. Na kando na hayo, make sure ujumbe huu kama umekubariki, copy the link hapa juu, alafu share huo ujumbe, tuzidi kubarikiwa baraka mmoja na mwingine. Na kama kwa wale ambao wanasikiza kwenye radio, make sure basi unapokusikiza pale unahakikisha kwamba unaenda kwenye YouTube, search Victor Mandala Himizo, na ile basi tuongea kuhusiana na opportunity. Unaweza sema tu Victor Mandala Himizo opportunity, alafu ukishapata pale, make sure umesubscribe pale na itakuwa vema zaidi. Na kama kusubscribe pia, make sure umeclick kwa notification bell, maana chini ya video moja hii yoyote tu ile kwa Himizo pale chini yake kuna neno subscribe, na kando yake kuna hiyo notification bell, click, alafu itakuwa vema zaidi. Mungu akutende wema unapofanya hivyo, alafu share ujumbe huu, tuzidi kwa baraka kwa kila mmoja. Kumbuka basi una search Victor Mandala Himizo, alafu utapata moja kwa moja. Mungu akutende wema katika yote. Tumia opportunity vizuri, na bila shaka your life will never be the same again. Shalom.